إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمنا أماني انتمويت محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله نوصينكم جاء الله سبحانه وتعالى katika kukithirisha yamfurahishayo jalla jalal na kuwa mbali na yale ambayo kwamba yanamghadhabisha jalla jalal. Na usieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kushikilia Uislamu na wala msiwe ni wenye kufariki isipokuwa mfariki ilhali mkiwa ni Waislamu. Ndugu zangu katika iman, kuna dhulma ambazo kwamba hufanywa na wengi hufanya dhulma katika hali mbalimbali, ilhali Allah subhanahu wa ta'ala ametuonya, akawa ni mwenye kusema katika hadithi al-Quds, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Enyi waja wangu, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi, kwa hakika mimi nimeharamishia nafsi yangu kudhulumu na nikaifanya baina yenu iwe ni jambo la haram, fala tadhalamu, msidhulumiane. Ndugu zangu katika iman, dhulma ambayo kwamba inafanyika leo hii ni hasatan dhulma ya wale ambao kwamba ni wenye kuishi katika nyumba moja baina ya mke na mme, na hasatan dhulma ya mme katika kumdhulumu mke wake. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, kwa jina la Mola wako ewe Muhammad, lanas'alannahum ajma'in, kwa hakika wao watakuwa ni wenye kuulizwa wote, kila mmoja atakuwa ni mwenye kuulizwa amma kanu ya'malun, kutokana na yale ambayo kwamba walikuwa ni wenye kuyafanya. Na akasema subhanahu wa ta'ala, waqifuhum, na wasimamisheni, innahum mas'ulun, kwa hakika leo watakuwa ni wenye kuulizwa. Yule ambaye kwamba anajua ya kuwa atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo anafaa kuhisabu maneno yake, anafaa kuhisabu vitendo vyake, anafaa kuhisabu namna ambavyo kwamba anaishi na ahadi zake. Kwa sababu ukikuja kuangalia leo hii, kuna baadhi ya wanaume ambao kwamba wanatumia ile fursa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia ya kuwa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wenye kuwasimamia wanawake, kisha anatumia fursa hiyo katika kuwakandamiza, bal sio kuwasimamia. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laysa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna mmoja wenu isipokuwa kila mmoja wenu atakuwa ni mwenye kuongeleshwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, baina yake na Allah bila yoyote wa kufanya tarjama wa kutafsiri ama ya kusema ya kuwa Allah amesema hivi wewe unasemaje, la, bal atakuwa ni mwenye kuongea na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, mwanadamu atakuwa ni mwenye kuangalia kulia kwake,
hapati isipokuwa yale aliyoyatanguliza. Wayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, na pia vile vile anaangalia kushoto kwake, hapati isipokuwa ni yale aliyokuwa ni mwenye kuyatenda. Wayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar, na awe ni mwenye kuangalia mbele yake, hauoni isipokuwa ni moto wa jahannam. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, fattaqun nar walau bishiqqi tamr, ogopeni moto wa jahannam hata kama ni kwa kipande cha tamr. Ndugu zangu katika iman, ni jambo ambalo kwamba ni la kusitikiza. Ukiona familia za Kiislamu ambazo kwamba watu wanaishi katika misingi, wanafaa kuishi katika misingi ya Kiislamu, lakini leo hii wanakuwa ni wenye kuwa na uhasama baina yao, na hasatan unapoangalia unakuta kuna dhulma ambayo kwamba ni dhulma ya hali ya juu. Pengine wajiuliza, huyu mwanamume ama huyu ambaye kwamba anamdhulumu mwenzake, je, anatambua ya kuwa atakuwa ni mwenye kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ilhali Mtume sallallahu alayhi wasallama ametupatia wasia juu ya hawa wanawake, akatueleza ittaqullaha fin nisa'i, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa wanawake, fa innakum akhadhtumuhunna bi amanati llah, kwa sababu wanawake hao mmewapokea na mkawapata kwa amana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna lakum alayhinna alla tuti'na furushakum ahadan takrahunahu, na haki yenu juu ya hawa wanawake ni kwa kuwa wasiwe ni wenye kuingiza ndani ya majumbani zenu wale ambao kwamba mnawachukia. Fa in fa'alna, ikiwa watakuwa ni wenye kufanya hayo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewakatazeni, fadribuhunna darban ghayra mubarrihin, basi mwe ni wenye kuwachapa kichapo ambacho kwamba sio kichapo cha kuumiza. Fadribuhunna darbatan ghayra mubarrih, wawe ni wenye kuchapwa kichapo ambacho kwamba sio kenye kuumiza. Na maulama wakasema ni darb ni kichapo ambacho kwamba at-ta'dib la ta'dhib, ni kichapo ambacho kwamba ni cha kumpa mtu adabu bali sio cha kumwadhibu mwanadamu. Sio ajabu leo utasikia mwanaume amekuwa ni mwenye kumchapa bibi yake, amemvunja mgongo, bibi anakuwa ni mwenye kuchapwa mpaka inafika kiasi ambacho kwamba mwanamke anapelekwa katika hospitali. Haya ni mambo ambayo kwamba yanapita katika social media, ni mambo ambayo kwamba pengine katika familia unakuwa ni mwenye kuyasikia, ni mambo ambayo kwamba pengine unajiuliza, huyu akiwa na mchapa mke wake ambaye kwamba wakati anaenda kumuomba kwao, ambaye kwamba wakati anakuwa ni mwenye kunyenyekea, wakati ya kwanza hauwezi ukawa na taswira ya kuwa kweli mtu kama huyo wakati alikuwa anamuoa huyu mwanamke ndio wakati anakuwa ni mwenye kuamua kumuumiza. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama kichapo kimekubalika na dini ya Uislamu, akasema sallallahu alaihi wasallama, walan yadribu khiyarakum, na yule ambaye kwamba ni mbora wenu hakuna siku moja atakaye chapa bibi yake. Na pia vile vile katika sira ni kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha, ni kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama hajamchapa yoyote katika wake zake ama wafanyakazi wake ama yoyote yule, isipokuwa alikuwa anainua mkono yake pindi alipokuwa katika jihad. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, ayadribu ahadakum imra'ata, je, mmoja wenu akona roho ya kuwa anaweza kumchapa bibi yake kama yadribu al-abd, namna ambavyo kwamba kichapo cha kumchapa mtumwa, kichapo cha kuchapa mwizi, thumma yujami'ha fi akhir al-yawm, kisha ifikapo usiku anaanza kunyemelea katika kuhitaji tendo la ndoa kwa yule mwanamke ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kumchapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anauliza, huyu atakuwa na roho ya kiasi gani? Ndugu zangu katika imani, sio kuchapa mwanamke peke yake, hata kule kumtusi, hata kule kumongelesha maneno ama maneno ambayo kwamba huenda yakawa ni yenye kumjeruhi. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallama, sibabu almuslim fusuq wa qitaluhu kufr,
kumtusi muislamu mwenzako, wachana na yule ambaye kwamba ni mwenzako ambaye kwamba ni wa karibu sana. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr, kumtusi muislamu mwenzako ni dhambi, wa qitaluhu kufr, na pia vile vile kumpiga vita ama kupigana naye ni ukafiri ama kumuua. Ndugu zangu katika imani, kuna wanaume ambao kwamba haoni hata haya ya kumtusi mama ya watoto mbele ya watoto wake, pengine matusi ambayo kwamba pengine hata yule ambaye kwamba ni mwenye kuyatoa katika kinywa chake inambidi awe ni mwenye kutawadha kutokana na ukali wa yale matusi. Lakini mtu anasimama na miguu miwili akiwa ni kana kwamba anataka kuonyesha rujula, anataka kuonyesha kuwa kweli yeye ni mwanaume mbele ya bibi yake, mbele ya watoto wake wengine pengine ambao kwamba ni wachanga, kisha akawa ni mwenye kuanza kutoa matusi na maneno makali kwa bibi yake, kwa mama ya wale watoto. Iko wapi ihsan ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama amekuwa ni mwenye kutuhusia? Ndugu zangu katika iman, asema Mtume sallallahu alaihi wasallama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wastawsu bin nisa'i khayra fa innahunna khuliqna min dhila'in. Asema sallallahu alaihi wasallama ya kuwa yule ambaye kwamba anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, fala yu'dhi jara, jambo la kwanza asiwe ni mwenye kumuudhi jirani yake. Wastawsu bin nisa'i khayra, na Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kutuhusia kutokana na wanawake kuwafanyia khair. Fa innahunna khuliqna min dhila, kwa sababu hawa wanawake wameumbwa kutokana na mbavu, wao wameumbwa kutokana na mbavu. Akasema sallallahu alayhi wasallama, wa inna a'waja shay'in min ad-dhila a'la fa in dhahabat tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj. Akasema sallallahu alayhi wasallama, mfano wa mbavu ni kwa kuwa imekuwa ni yenye kujikunja, ukiwa utataka kuilainisha mara moja utakuwa ni mwenye kuivunja, na pia vile vile ukiwa ni mwenye kuiwacha itakuwa ni yenye kujikunja zaidi. Mfano huu Mtume sallallahu alaihi wasallama akilinganisha wanawake na mbavu ni kwa kuwa lazima wako na kasoro, kama vile vile pia wewe uko na kasoro, wao pia wako na kasoro zao. Lakini mwanaume ambaye kwamba ana rujula, ni mwanaume wa kisawasawa, ako na namna ya kubadilisha na kurekebisha zile kasoro ambazo kwamba zitakuwa ni mwenye kuzipata kutokana na bibi yake. Na katika kurekebisha zile kasoro, si kurekebisha kwa nguvu, kwa maana ukiwa wewe utakuwa solution yako ni kuchapa na matusi na kufoka na kuongea vibaya, basi utakuwa ni mwenye kuvunja ile mbavu. Bimaana mwisho wake hiyo nyumba haitasimama, lazima kutatokea talaka. Na ukiwa pia vile vile ni mwenye kumwacha mwanamke awe ni mwenye kufanya vile ambavyo kwamba anataka atoke, pengine akiwa hataki kuvaa hijabu na muachilia, pengine akiwa anataka kufanya yote yale utakuwa ni mwenye kumwacha, basi atakuwa ni mwenye kupinda zaidi. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi nyingine ya kuwa inna Allaha yusikum bin nisa'i khaira, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawahusieni kutokana na wanawake kwa kuwafanyia khairi. Inna Allaha yusikum bin nisa'i khaira, akarudia mara ya pili na mara ya tatu. Kisha akasema sallallahu alayhi wasallama, fa innahunna ummahatukum, kwa sababu hawa wanawake ndio mama zenu, wa banatukum, na ndio wasichana wenu, wa khalatukum, na ndio mashangazi zenu. Kwa hivyo ikiwa wamdhulumu huyu mwanamke ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemweka chini yako, kumbuka ya kuwa uko na mama. Kumbuka ya kuwa huyu ambaye kwamba unamdhulumu ni mama ya watoto wako, ni mama ya mtu. Kumbuka ya kuwa huyu ambaye kwamba unamdhulumu ni msichana. Kuna yule mzee ambaye kwamba umeenda kumwomba msichana yake, ukiwa unanyenyekea, ukiwa umebeba wazee, ukiwa umebeba mali, ukiwa umekuwa mpole, hata upole wako haukuwa na kalima wewe mwenyewe ya kuongea, bali ulitafuta wazee wakawa ndio wenye kukuongelelea, tafadhalini nataka mniombee kadha wa kadha. Je, katika kurudisha ihsan ya yule mzee ambaye kwamba amekuamini na msichana wake ni kumrudishia ihsan ya kumvunjia mgongo mtoto wake,
ni kumrudishia ihsan katika kuumiza msichana yake. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anawapatia wasia ahibati fillah ya kuwafanyia wema wanawake, kwa sababu hawa wanawake pia kuna wale ambao kwamba wanawaita mama. Hauwezi ukawa ni mwenye kufurahia ukiona mama yako mzazi akiwa ni mwenye kutwangwa makofi, abadan. Kwa hivyo usiwe ni mwenye kumchapa bibi yako, kwa sababu kuna wale watoto ambao kwamba wako pale watapata hiyo habari hata kama hawataona, na kuna kile ambacho kwamba kitabaki ndani ya roho zao. Ndugu zangu katika iman, asema Mtume sallallahu alaihi wasallama katika kutuonyesha ukamilifu wa Muislamu wa kisawasawa. Muislamu wa kisawasawa sio kusali peke yake na kufunga peke yake, la, bal kuna muamala ambao kwamba ni zaidi ya hapo. Asema sallallahu alaihi wasallama, inna min akmalil mu'minina imanan, kwa hakika mu'mina ambaye kwamba amekamilika imani yake, ahsanuhum khuluqa, ni yule ambaye kwamba tabia zake ni njema, wa altafuhum bi ahlihi, na ni mtu ambaye kwamba ni mwepesi, na ni mtu ambaye kwamba ni mpole katika watu wake. Altafuhum bi ahli, ni mtu mwepesi katika ahli zake, na hakuna ahli ambaye kwamba ni zaidi ya mke wako. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule ambaye kwamba atakuwa ni mbora kutokana na watu wake wa nyumbani. Sio mbora katika sala, sio mbora katika funga, sio mbora abadan. Huwezi ukawa wewe ni mtu ambaye kwamba sala tano uko katika jamaa pamoja na Waislamu, lakini ufikapo nyumbani bibi anakaa kutoroka, watoto wanakaa kutoroka, unaingia nyumba kama inavyosemekana kama simba. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallama, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, na mimi mtume wenu sallallahu alaihi wasallama ndiye mbora kwenu kwa watu wangu. Bimaana ikiwa wewe kweli unataka ukamilifu wa iman, lazima uwe mwepesi na uwe latif katika watu wako wa nyumbani, hasatan katika bibi yako. Na pia ikiwa unataka kuwa muislamu bora, lazima uhakikishe ya kuwa ubora wako umepatikana kutokana na wale ambao kwamba unaishi nao. Asema Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, sote tunamjua Umar radhiyallahu anhu, ile ukali wake ambao kwamba alikuwa nao hasatan katika haki. Ni mtu ambaye kwamba alikuwa anapenda haki na anakataa batil, na atakuwa ni mwenye kupigana na batil siku yoyote, kwa wakati wowote, kwa yoyote yule, bila ya kuwa hofu. Asema radhiyallahu anhu, yambaghi lirrajuli, inalazimika kwa mwanaume, an yakuna fi ahlihi kasabi, awe mbele ya bibi yake kana kwamba ni mtoto mdogo. Nani anasema? Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, ay fil unus wasuhula, katika ulaini na ule upole. Mwanamume anatakikana awe hivyo hivyo mbele ya ahli zake. Fa in kana fil qaumin kana rajula, akitoka nje ndipo sasa aonyeshe ile ukali wake, aonyeshe ile urujula yake, ile wanaume wake, awe ni mwenye kuonyesha pindi atakapotoka katika kuonyesha ile haki na pia vile vile kukemea batil. Lakini afikapo katika ahli zake awe ni kana kwamba yeye ni mtoto katika kucheza, katika maneno ambayo kwamba ni layin, katika pengine akiwa ni mwenye kukosewa ndani ya nyumba awe ni mpole, asiwe ni mwenye kurudisha na kutaka kufanya qisas. Akasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kwamba imepokelewa na Ibn Abbas, asema sallallahu alaihi wasallama, inni uhibbu an tuzayyina li ahli kama uhibbu an tatazayyina li, mimi ninapenda kujirembesha mbele ya wake zangu kama ninavyopenda wao kuwaona wakiwa wamejirembesha kwangu. Bimaana walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf walirrijali alayhinna daraja. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wanawake pia na wao wanastahiki kupata ile umaarufu, ile uzuri kama na nyinyi ambao kwamba ni wanaume mnapata ile umaarufu. Lakini kuna daraja ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia wanaume.
walirrijali alayhinna daraja. Daraja hiyo si kwa kuwa wewe ni mwenye kukua na misuli, si kwa kuwa wewe unaweza mgonga bibi yako kwa makofi 5 bila kukurudishi. La, arrijalu qawwamuna ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahu ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ile daraja ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia ni kwa ajili wewe ndio mwenye kumtolea nafaka, kumpatia masruf, kumtunza na kumlisha na kumvalisha. Hiyo ndio daraja ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Waashiruhunna bil ma'ruf, na Allah subhanahu wa ta'ala atuhusia ya kuwa wanaume muishi na bibi zenu katika umaarufu. Fa in karihtumuhunna, pengine kuna jambo ambalo kwamba umelichukia kutokana na yule mwanamke, fa asa an takrahu shay'a, huenda ukawa ni mwenye kulikataa jambo hilo ama jambo lolote. Fa asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira, na katika hilo jambo ambalo kwamba umelikataa na ukalichukia, Allah subhanahu wa ta'ala akakuwekea khairi nyingi. Asema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika tafsiri ya aya hii, huenda ukawa ni mwenye kuvumilia na kukaa na mwanamke ambaye kwamba pengine ana baadhi ya tabia ambazo kwamba ama akona maumbile ambayo kwamba hayakufurahishi, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ile subra akawa ni mwenye kukuruzuku mtoto kutokana na yule mwanamke ambaye kwamba atakuwa ni mtoto barram biwalidaihi, ambaye kwamba ni mwenye kuwasikiza wazazi wake. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallama, ikiwa watu watakuwa wamejaribu kuishi pamoja, kisha katika kule kuishi pamoja lazima kutapatikana ile sitofahamu. Lazima watu ama wanaume wawe ni wenye kutambua namna ya kuleta solution katika nyumba zao. Solution sio matusi, solution sio kufukuza mwanamke kana kwamba unafukuza mbuzi, solution sio kipigo abadan. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Solution ni aina 4. Ya kwanza ni mwanamke kumpatia mawaidha. Kama wewe venye unakuwa katika msikiti, unafuatilia darsa, unakuja katika khutba ya Jumaa, unapata ile sabuni ya roho ambayo kwamba penye umechafuka katika roho yako, ile sabuni inakuwa ni yenye kukupanguza. Huyu mwanamke hivyo hivyo muachilie aende katika darsa za wanawake. Aqallu shay, mtafutie ndani ya nyumba zile CD ama wale mashekh ambao kwamba mwanamke lazima awe ni mwenye kupata mawaidha. Jambo la kwanza, fa'idhuhunna, wapatieni mawaidha, wakumbusheni Allah subhanahu wa ta'ala, usifanye hivi, ukifanya hivi Allah hapendi. Wahjuruhunna, ikiwa mawaidha hayatofanya kazi, basi hiyo ni hajr. Hajr ni nini? Ni kule kumhama. Katika kumhama, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kuihama nyumba. Kuna wanaume wengine ambao kwamba wakikasirika, pengine Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku wanawake 2 ama 3 wa ila dhalika, wa kwanza ama wa pili ama mmoja katika hawa kimkosea, aweza kaa mwezi mzima bila kukanyaga kwa ile nyumba. Hii sio hadi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhajr, kule kumhama mwanamke, ni kumhama ndani ya nyumba, aidha kubadilisha chumba ama kubadilisha kitanda ama kubadilisha, usiwe ni mwenye kulala na yeye, lakini umhame katika ile nyumba. Kwa hivyo fa'idhuhunna wahjuruhunna. Ikiwa hiyo haitofanya kazi, wadhribuhunna. Jambo la 3, kile kichapo ambacho kwamba tumeanza nacho, ambacho kwamba ghairu mubarrih, kichapo ambacho kwamba hakitowi alama, hakivunji mfupa, hakuna alama yoyote ambayo kwamba itabaki. Baadhi ya wanazuoni wasema ya kuwa unamchapa ile mswaki ambayo kwamba unatumia mswaki kiasi hii, bimaana unamhisisha ya kuwa wewe umefanya makosa na unafaa kuchapwa hivyo kidogo, lakini sio ngumi. Pengine mtu anachapwa mpaka anapelekwa hospitali, analazwa huko 1 week. Hii sio kichapo. Jambo la 3 kichapo. Jambo la 4, asema Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa matatu haya yote amekataa kufanya kazi, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, atafutwe mtu hakim, mtu ambaye kwamba ni wa busara kutoka kwa familia ya mwanamke na familia ya mwanaume, kisha wakati chini, jamani, tuko na kadha na kadha, tunatafuta solution. In yurida islaha, ikiwa hao watafanya haya katika kutafuta suluhisho, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma,
Allah subhanahu wa ta'ala ataweka taufiki baina yao na sulhu itapatikana. Na ikiwa taufiki haitapatikana katika wao kuendelea pamoja, wa in yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati, ikiwa watakuwa ni wenye kuachana, basi Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja atamfungulia pale ambapo kwamba atakuwa ni mwenye kwenda. Talaka ahibati fillah ni jambo ambalo kwamba ni katika sharia ya Kiislamu, na ni jambo ambalo kwamba ni suluhisho ya mwisho, na sio lazima uwe ni mwenye kuishi na mwanamke leo umemvunja mkono, next month umevunja kichwa, sijui la. Ikiwa kweli haitawezekana watu kuishi pamoja, wacha basi watu wafanye nini? Wafarikiane. In yatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati, na wakifarikiana Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja wao atakuwa ni mwenye kumfungulia pale ambapo kwamba atakuwa ni mwenye kwenda. Na ikiwa kweli watu watakuwa ni wenye kufarikiana, kuna wale watu ambao kwamba wakienda kuachana, unajua wakati tunaoana mimi nimekununulia gold ya 500, hiyo gold lazima ubakishe, alafu sasa kuna ile mahari ubakishe, kuna ile plot nilikuwa nimekupatia, sasa kama umeenda sio bibi yangu tena. La, hiyo sio akhlaqi ya Waislamu. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj, ikiwa italazimika kwa kuwa huyu mwanamke atakuwa ni mwenye kubadilishwa, uwe ni mwenye kuleta mke mwingine, wa ataitum ihdahunna qintara, na kuna kile ambacho kwamba umekuwa ni mwenye kumpatia katika mali, ikiwa ni pesa, ikiwa ni nyumba, ikiwa ni chochote kile, asema Allah subhanahu wa ta'ala, fala ta'khudhu minhu shay'a, mwacha aende kwa usalama, usimchukulie chochote katika zile zawadi ambazo kwamba umekuwa ni mwenye kumpatia. Atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina, auliza Allah subhanahu wa ta'ala, haya ambayo kwamba unachukua katika dhambi na pia katika dhulma. Yule mwanamke ambaye kwamba unamchukulia baada ya kuwa ulikuwa ushampatia, unamchukulia katika kile ambacho kwamba mnakichukua ni dhulma, na pia vile vile ni dhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha. Mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa man ya'si Allah, yule ambaye kwamba tamaasi Allah subhanahu wa ta'ala, akawa baada ya kubainishiwa haya yote akawa ni mwenye kumchukulia mwanamke kwa nguvu yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amemwezesha kumpatia. Wa man ya'si Allah wa rasulahu, jambo la kwanza atakuwa amemaasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, wa yataadda hududa, na atakuwa amevuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na jaza yake itakuwa yudkhiluhu naran khalidan fiha. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumuingiza ndani ya nar, wal iyadhu billah, pale ambapo kwamba atakuwa ni mwenye kuketi milele na milele. Walahu adhabun muhin, na atakuwa na adhabu chungu ambayo kwamba ni adhabu ya kudhalilisha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Mtu anakuwa ama mwanamke anakuwa ni mwenye kudhulumiwa na kuteswa katikati ya ndoa, pia vile vile akiwa ni mwenye kutolewa katika ile ndoa, bado anaendelea kuadhibiwa katika kunyimwa watoto, katika kufanyiwa ufedhuli na kudhalilishwa, kana kwamba huyu mwanamke alikuwa ni jambazi ambaye kwamba ameokotwa katika barabara, si yule ambaye kwamba ameishi na huyu mwanamume miaka 3, 4, 5, si yule ambaye kwamba amemzalia huyu mwanaume. Na kusema ukweli, hilo ni jambo ambalo kwamba linasitikiza, hasatan likipatikana na wale ambao kwamba tunadai ya kuwa tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, tunadai ya kuwa tumeletewa Qur'an, lakini la kusitikiza ni kwamba Qur'ani hii hatuifuati, wala pengine hatujui ni nini kilichomo, kwa sababu lau tungelikuwa tunaifuata Qur'an ukweli wa kuifuata, basi dhulma kama hizi ahibati fillah hazingepatikana. Na wewe mwanamume lazima uwe ni mwenye kuwa mwangalifu. Pengine uko na mke ambao kwamba ni mke mzuri, lakini kuna wale ambao kwamba haulak, wale ambao kwamba wamekuzingira, wanakuwa ni wenye kusababisha kupata uhasama
baina yako na bibi yako. Haijalishi hata kama ni mama yako mzazi, haijalishi hata kama ni ndugu yako, haijalishi yoyote yule ambaye kwamba atakuwa karibu na wewe, maadama kuna dhulma ambayo kwamba inapatikana hapo katikati. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ala ukhbirukum bishirarikum, je, niwaelezeni wale wachafu miongoni mwenu? Qalu bala ya Rasulullah, masahaba wakasema tueleze ya Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fashirarukum, wabaya wenu, almufsiduna baina alahibba, ni wale ambao kwamba wanasimama kati ya watu ambao kwamba wanapendana, ikiwa ni mme na mke, ikiwa ni mandugu, ikiwa ni sahib, awe ni mwenye kusimama katikati na kuleta ufisadi baina yao. ala ukhbirukum bishirarikum, qalu bala ya Rasulullah, fashirarukum almufsiduna baina alahibba almashauna bin namima, wale ambao kwamba wanapeleka maneno, wajua huyu bwana anakaa hivi na huyu amekuongelea hivi, hata ukiona nafanya hivi hali ni hivi. Albaghuna alburaul anat, wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewalani. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine, la'ana Allahu man khabbaba imra'ata ala zawjiha, la'ana Allahu man khabbaba zawjan ala zawjatihi. Asema sallallahu alaihi wasallam ya kuwa Allah amemlani yule ambaye kwamba anakuwa ni mwenye kumchukiza mwanamke kwa mwanamme kwa mume wake, na pia Allah subhanahu wa ta'ala amemlani yule ambaye kwamba anamchukiza mwanamme kwa mke wake. Kwa hivyo lazima pia watu wawe ni wenye kuwa waangalifu. Na wewe ukiwa brother yako pengine ama mtoto yako pengine ana mke, usiingililie baina yao tafadhali, waache wao hali yao waendelee. Pale ambapo kwamba unaona kuna taksir, muendee yule ambaye kwamba anafanya ile taksir, mpe mawaidha, ndugu yangu unafanya hivi lakini haifai. Lakini kupeleka maneno hapa na maneno pale, hiyo ni sababu ya mtu kupata laana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuwa watu wameachana, lazima pengine ikiwa watakuwa na watoto baina yao, mwanamme usifanye dhulma ya kuachanisha baina ya mama na mtoto. Mliishi vizuri na mkawachana vizuri, watoto ni damu yako, na pia watoto lazima wana mama ambaye kwamba lazima wapate mahaba kwake. Kuna wale ambao kwamba pengine wako na ile sulta ambayo kwamba wanaweza tumia nguvu, cheo, pesa katika kupata wale watoto. Hata kama umewapata watoto ala sabili mithal, pengine umeangalia ukagundua ya kuwa watoto kwenda kwa mama yake watakuwa ni wenye kupotea, ukawa ni mwenye kuamua kubaki na wao ndio uwapatie malezi mema, fala ba'sa bidhalik, haina tatizo. Lakini pindi unabaki na wale watoto, hakikisha ya kuwa wana haki ya kuongea na mama yao pindi wanataka wao, pindi mama yao wanataka mwenyewe, na wako na haki ya kuonana wakati wowote, na haujaweka kizuizi mabaina ya watoto na mama yake. Kwa sababu ikiwa kuna dhulma ambayo kwamba huwafanywa na inafanywa na wale ambao kwamba ni wanaume hasatan, japokuwa pia wanawake pengine wanaweza fanya dhulma hiyo, lakini kwa wingi inapatikana kwa wanaume, ni dhulma ya kuwachanisha mabaina mtoto na mama yake. Na hii ni jambo ambalo kwamba ni hatari mno. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallama, mal'unun man farraqa baina alwalidati wa waladiha wa baina alakhi wa akhi, amelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuachanisha baina ya mama na watoto wake, ama baba na watoto wake, ama awe ni mwenye kuachanisha ndugu na ndugu yake. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, man farraqa baina walidatin wa waladiha, yoyote yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuachanisha baina ya mtoto na mzazi wake, aidha mama ama baba, farraqa Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawm alqiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atamtofautisha, atamuachanisha yeye na wapenzi wake wale ambao kwamba ama jamaa zake siku ya kiyama. Na la shaka ya kuwa kufarikishaniwa siku ya kiyama ni kwa kuwa huyu atapelekwa ndani ya janna, ndani ya jahannam wal billah, ilhali jamaa zake wote wameenda wapi? Wameenda katika janna. Kwa hivyo ndugu zangu katika iman, lazima tutambue ya kuwa ikiwa tuna hawa wanawake ambao kwamba tunaishi na wao, tuishi na wao kwa uzuri.
Ikiwa pia vile vile tumetofautiana na wao tukawachana, pia tuachane kwa uzuri, na tusiwe ni wenye kuadhibu baada ya kuwa tumewachana nao. Pengine mtu akuna ile uchungu anataka kuadhibu mwanamke, lakini katika kule kumwadhibu mwanamke ama mwanaume pia kuna dhulma ambayo kwamba unafanyia hawa watoto, na hawa watoto wallahi hawatokupenda kamwe abadan. Pengine saa hizi uko na wao kwa sababu bado ni wadogo, lakini wakiwa ni wazee, wakikuwa katika umri ambayo kwamba wanajielewa, hakuna siku moja watakupenda. Ndipo inafika pahala unakuta mzee anakaa peke yake, pengine amezaa zaidi ya watoto 10, 15, lakini hakuna mmoja ambaye kwamba anamuona ama anamhurumia. Ukikuja kuangalia chanzo, kuna yale yule mzee aliyafanya katika kuadhibu hawa watoto ama katika kumwadhibu mama yake. Sasa kuna ile uchungu watoto wamebaki nayo, imeendelea, na matunda yake wewe kama mzazi unakuja kuyapata wakati umekuwa mtu mzima. Kwa kumalizia, ahibati fillah, sote lazima tukumbuke, ikiwa ni wanaume, ikiwa ni wanawake, ikiwa pia vile vile ni katika manyumba, ama ikiwa ni dhulma yoyote ambayo kwamba waweza mfanyia, hata kama ni mfanyakazi wako wa nyumbani ama kazini, hata kama ni yule ambaye kwamba haumjui, umepatana naye katika barabara ukawa ni mwenye kumdhulumu, kumbuka aya hii siku zote. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wanad'u almawazin alqista liyawm alqiyama, siku ya kiyama, asema Allah subhanahu wa ta'ala, tutaweka mizan alqist ambayo kwamba ni uadilifu. Fala tudhlamu nafsun shay'a, mzani huu hautomdhulumu yoyote yule. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, hata kama itakuwa ni tendo dogo ambalo kwamba kiasi chake ni nusu ya tembe, kitu ambacho kwamba hakionekani, lakini huu mzani hautamdhulumu yoyote. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, haitamdhulumu yoyote katika kumpunguzia katika ile hasanati yake, haitamdhulumu yoyote katika kumuongezea katika sayiat ambayo kwamba hajaifanya. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, tutaleta hilo lidogo ambalo kwamba huyu amelitenda. Wakafa bina hasibin, na inatosha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio atakuwa mwenye kuhisabia wanadamu. Ala fasallu wa sallimu ala alhabib almustafa فقد أمركم الله سبحانه فقال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. اذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما